Mahakama ya Venezuela imeamuru makamu wa rais kushika urais kwa muda. Mahakama Kuu ya Venezuela imeamuru kwamba makamu wa rais Delcy Rodriguez achukue nafasi ya urais kwa sasa katika taifa hilo la Amerika ya Kusini baada ya rais wake Maduro kutekwa nyara na majeshi ya Marekani. Mahakama Kuu iliamua kwamba Rodriguez katika kutekeleza na kukaimu nafasi ya urais, sifa, majukumu na mamlaka yote yaliyomo katika ofisi ya rais ili kuhakikisha uendelevu wa utawala na ulinzi wa taifa kwa kina. Majaji waliacha kutangaza kuwa Maduro hayupo ofisini kabisa, uamuzi ambao utahitaji kufanyika uchaguzi ndani ya siku 30. Hata hivyo, rais wa Marekani Donald Trump aliulizwa na vyombo vya habari ikiwa makamu wa rais wa sasa wa Venezuela angefaa kuwa rais wa taifa hilo, akisema kwamba anafaa kuliongoza taifa hilo, lakini bado wapo katika mipango ya kuangalia ni nani ambaye ataweza kulitawala taifa hilo. Hata hivyo, kwa mujibu wa waziri wa ulinzi wa Marekani Bwana Pete Hegseth amesema kwamba wakati huu Marekani inatafakari kwa kina ni namna gani itaweza kuitawala nchi hiyo. Marekani itaweka masharti baada ya mashambulizi ya Venezuela, ambapo waziri wa ulinzi alieleza kuwa Washington itaweka masharti kwa kile kinachofuata nchini Venezuela kufuatia shambulizi la hivi punde la Marekani nchini humo lililopelekea kutekwa nyara kwa Maduro. Katika mahojiano na CBS News, Hegseth alisema operesheni hii inaweza tu kuelezewa kama uvamizi wa operesheni maalum za pamoja na za kisasa zaidi, ngumu zaidi na zilizofanikiwa zaidi wakati wote. Hakuna kitu cha ukubwa huu na upeo wakati wa ukweli kwamba watu wengi wamehoji imekuwaje, lakini ni uzoefu wa jeshi la Marekani katika kufanya operesheni ngumu ambazo mara kadhaa zimekuwa zikiwashinda watu wengi. Moja kati ya mambo ambayo nchi hiyo ya Marekani inatazama ni namna itakavyochukua mafuta katika taifa hilo na namna ambavyo makampuni ya Marekani yataweza kuwekeza katika taifa hilo. Wachambuzi wa mambo wanasema kwamba kinachofuata wakati huu ni kwamba aliyepewa nafasi ya urais kwa sasa hawezi kuzuia chochote, kwa maana makamu wa rais wakati wa utawala wa Maduro hatoweza kupambana na Marekani, kama ambavyo mahakama imeeleza kwamba lazima hakikishe hali ya usalama inakuwepo, na hivyo bado hali nchini humo itakuwa tete kwa muda mrefu zaidi. Labda tu nchi hiyo ikubaliane na mipango ya Marekani, lakini kama alivyosema waziri wa ulinzi kwamba wanailinda nchi hiyo, ni jambo ambalo kwa sasa halitowezekana, isipokuwa tu labda mataifa kama vile Urusi, China na mataifa mengine makubwa ambayo ni washirika wa Venezuela waingilie kati. Hata hivyo, inadaiwa kwamba Urusi imeitaka Marekani kumrejesha rais huyo wa Venezuela nchini mwake, lakini pia na kuachana na mipango ya kufanya mashambulizi katika taifa hilo la Caribbean. Basi mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Damu Hussein.